Kero ya daraja kwa wananchi wa mtaa wa Ngome yaanza kufanyiwa kazi. Msemaji wa waasi wa M23 Willy Ngoma auawa na majasusi kadhaa kutoka kundi lisilojulikana mashariki mwa Kongo. Na katika michezo na burudani, chama cha mpira wa miguu mkoani Iringa kimeanza mikakati ya kupata timu ya mkoa. Habari mtazamaji wa UoI Digital. Ni matumaini yangu ujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Zaituni Mustafa. Mwenyekiti wa mtaa wa Ngome kata ya Kihesa ameeleza juhudi zinazoendelea juu ya utekelezaji wa ukarabati wa daraja la Ngome ili kuondoa adha kwa wananchi wa mtaa huu. Deusi Alphonse anatujuza zaidi. Akizungumza kwa niaba ya wananchi, mwenyekiti wa mtaa huo amesema kukamilika kwa daraja hilo kutakuwa na manufaa zaidi kwa wananchi wa mtaa huo. Aidha, ametoa wito kwa wananchi wake kuwa na uvumilivu wakati daraja hilo likiendelea kufanywa ukarabati. Daraja hilo limekuwa na changamoto nyingi sana, hasa wakati wa mvua. Maji yanayokuwa natoka kwenye mfereji yanapita kwenye mfereji, mvua zikinyesha mara kwa mara yamekuwa maji yakipita juu ya daraja. Maana yake matundu yale yalikuwa ni madogo. Hilo ni moja. Lakini namba mbili ni kwamba daraja lile lilikuwa limecrack upande wa inakotokea maji. Zoezi hilo limechukua muda mrefu kidogo, lakini hatimaye sasa tumeona baada ya kufuatilia kuwakumbusha viongozi wa TARURA, ndio hatimaye sasa hivi wameleta material hivi karibuni na kazi inaendelea. Kwa wito wangu mimi kwa wananchi, wavumilie kwa hiyo changamoto ambayo ipo, lakini litakapokuwa limekamilika hilo daraja, basi vile adha zinakuwa kidogo zimepungua kwa asilimia kubwa. Nao wananchi wa mtaa huo wamesema kero hiyo ikitatuliwa wataondokana na changamoto ya mafuriko na watapata wateja wengi kwenye biashara zao, na wameishukuru serikali kwa kuitatua changamoto hiyo. Kwa upande wangu naipongeza sana serikali yetu kwa maendeleo ambayo inatupatia. Nimefurahi sana kuona huu ujenzi unaendelea. Kwa kweli changamoto tulikuwa tunapata mafuriko makubwa sana. Yaani maji yalikuwa yanavuka yanakuja hadi huko kwenye biashara zetu, ndani kunajaa maji. Sisi tunashukuru kuona hili zoezi limeanza, labda litasaidia ile changamoto ya kujaa maji itapotea. Cha kwanza ni usalama wa maisha yetu, tutakuwa tuko safe. Cha kwanza. Cha pili, wakamilishe daraja, kwa sababu kitendo cha kufunga hilo daraja, fursa ya watu kupata pesa imekuwa ni ndogo sana. Kwa daraja likikamilika, na kama watafanikiwa serikali yetu tutokea na lami hapa, kwa sisi majirani, watu ambao tulikuwa tunafanya biashara, ni fursa kwetu kibiashara. Na haya ndo baadhi ya maoni ya wananchi juu ya ukarabati na ujenzi wa daraja unaoendelea hapa. Nikiripoti kutoka Kihesa, mtaa wa Machang, Iringa, ni mimi Deusi Alphonse Rafaeli wa UoI Digital. Shukrani sana Deusi kwa taarifa hii. Taarifa yake Deusi inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Grace Matiku. Msemaji wa waasi wa M23 Willy Ngoma ameuawa kwenye shambulizi la drone mapema leo. Hayo ni kwa mujibu wa mwanadiplomasia mmoja wa kanda hiyo na pia mshauri wa serikali moja ya nchi za Magharibi. Afisa wa ngazi ya juu ya M23 ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba shambulizi hilo limefanyika alfajiri ya leo karibu na Rubaya, mji wa Kivu Kaskazini. Aidha, limeajili baada ya siku kadhaa na msululu wa mashambulizi ya drone yanayofanywa na jeshi la Kongo. Mauaji hayo yamejili wakati wa juhudi za kusaka amani zinazoongozwa na Qatar zikiendelea, ambapo Kinshasa na waasi wa M23 zimesaini makubaliano ya pamoja ya kuanzisha kikosi cha uangalizi na kusitisha vita. Kikosi hicho kinajumuisha pia waangalizi kutoka Qatar, Marekani na Umoja wa Afrika.
Katika tukio jingine, mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Burundi limefunguliwa tena na jana Jumatatu baada ya kufungwa kwa zaidi ya miezi miwili. Kikosi cha walinda amani cha Umoja wa Mataifa kimewasili katika mji wa Uvira ulioko kaskazini na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kumekuwa na mvutano mkubwa kwa ajili ya kuandaa mpango wa kutuma timu ya ufuatiliaji na kusitishwa kwa mapigano hayo. Hii ni kwa mujibu wa kikosi cha Umoja wa Mataifa. Kwa miongo mitatu sasa, mashariki mwa DRC imeharibiwa na migogoro inayokabiliwa na ongezeko la jipya la vurugu kufuatia na kurejea kwa kundi la waasi wa M23 tangu mwaka 2025. Kundi ambalo linadaiwa kuungwa mkono na watu wa Luanda pamoja na jeshi lake. Asante sana Grace kwa habari hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tuungane na Emmanuel Wena pamoja na Joanita Kahaya wa habari za michezo na burudani. Katibu mkuu wa chama cha mpira wa miguu mkoani Iringa Yahaya Mpelembwa ameelezea mikakati ya kutoa timu itakayowakilisha mkoa wa Iringa katika ligi kuu ya Tanzania bara. Ameongezea kwa kusema kuwa lengo kuu ni kuhakikisha wadau wa michezo mkoani humo wanapambana ili kupata timu za daraja la 4 hadi ligi kuu. Lipuli ilishuka daraja, ikaenda daraja la kwanza, baadaye ikashuka kama ambavyo nimezungumza kufika mpaka daraja la 4, lakini pia wadau tofauti walijitokeza kuweza kuona namna gani wanaweza kuirudisha ile timu ya Lipuli, na wadau wao walinunua timu kutoka mkoa wa Pwani ambayo ilikuwa inaitwa Shooting. Na kwa asilimia kubwa, kwa nini timu zinashuka? Watu watajiuliza kwa nini timu zinashuka. Inawezekana kuna changamoto ya kiutawala kwenye vilabu. Changamoto ile kuwepo ni kutokuwa na maelewano kwenye hizo vilabu na au viongozi ambao wapo kwenye hizo vilabu na wanachama wao. Kwa hiyo kinapelekea ule msuguano unapelekea migogoro, na msuguano yao inapelekea vilabu kutokuweza kufanya vizuri. Nao wadau wa soka wa mkoa huo wamewaasa wadau wengine kujitokeza na kuunga mkono michezo ndani ya mkoa ili kukuza na kuibua vipaji ndani ya mkoa huo. Mkoa wetu kwa namna moja au nyingine una kama umelala kutokana na kutokuwa na timu ambayo tegemezi inatuwakilisha kama nchi ligi kuu. Kwa hiyo naamini wakipatikana wafadhili wazuri na uongozi wako bora, wasisimame katika siasa, wasimame tu kwamba mimi kama ni mwanamichezo napenda mkoa wangu uwe na club, nafikiri tutafika mbali zaidi. Tatizo la fedha na uongozi kutokuwa imara imeelezwa kuwa ndo chanzo cha Lipuli kushuka daraja kutoka ligi kuu hadi daraja la 4. Nikiripoti kutoka Samora Stadium, mimi Emmanuel Wena wa UoI Digital. Wadau wa michezo pamoja na mashabiki wa klabu ya Simba na Yanga mkoani Iringa wametoa maoni yao kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo inayotarajiwa kupigwa siku ya tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu katika uwanja wa Amani Zanzibar. Wakizungumza na UoI Digital, wasemaji wa matawi ya Simba na Yanga kutoka mkoani humo wametoa maoni yao kuelekea waamuzi ambao wao wangependa wachezeshe mechi hiyo. Tuliambiwa kwamba mechi zote za dabi sasa hivi watakuwa wanachezesha marefari kutoka nje. Sasa sijajua hii kuna changamoto gani ambayo refari amechaguliwa wa ndani. Kitu cha pili, Mwinchui kwa wana Simba kama wanafuatilia mechi ambazo anachezesha Mwinchui, ni mtu ambaye anaonyesha mapenzi dhahiri kabisa kwa timu pinzani ambao ni Yanga ambao wapinzani wetu. Lakini pia kama atabaki yeye mwenyewe Mwinchui kwenye dimba la kati kuchezesha hii mechi, tutegemee kwamba mechi moja mbovu sana. Katika viwango vya mechi tutegemee mechi moja mbovu sana, ambao kwanza inaweza kuwa na kadi nyingi, penalty ndo tuseme, yani hiyo tusizungumzie za kutosha kabisa. Yani kwa hiyo mimi kama mshabiki na mwanachama wa Simba Sports Club napenda kuambia viongozi wangu wafanye utaratibu, kama kuna uwezekano wa kubadilishiwa refari wakati ifanyike mapema. Sisi kama Yanga sasa hivi level za kubishana kwamba refari huyu hapendi au yule atumpendi huyu atumpendi, hizo level tumeshazipita sisi kutokana na ubora wa timu yetu tuliokuwa nayo. Hizo level tumewaachia hao Ngurumbili yao JKT Ruvu na zingine. Lakini Yanga sasa hivi tumetengeneza timu, hata aje kiongozi wa Simba apewe filimbi achezeshe hiyo mechi. Timu yetu inacheza mpira, hatuna muda wa kubishana. Tengeneza timu, uwe na timu bora, upeleke uwanjani.
maana mpaka sasa hivi ndio timu bora kwa ligi ya Tanzania au tuseme Afrika Mashariki. Kama unakumbuka ndio timu bora ni Yanga. Kama unafuatilia michezo ya Yanga, kila mchezo tunaocheza Yanga tunachukua mchezaji bora anatoka timu ya Yanga. Nao pia mashabiki wa mchezo wa Simba na Yanga mkoani humo wameeleza hisia zao kuelekea mchezo huo pamoja na mitazamo yao juu ya mechi hiyo inayosubiriwa kwa hamu kubwa. Tukiwa na imani na refa anayeenda kuchezesha, hata kama angekuwa anatoka kwenye ligi daraja la 3, kama ana uwezo tu wa kwenda kuchezesha, lakini tukiendelea kumtengenezea pressure ndio tunasababisha yule refa anakuwa under performance. Mimi hapa ningechagua refa kutoka nje ya nchi. Maana yake wale hawaijui Simba wala Yanga, wanapokuja kuchezesha wanakuwa wako pande zote, yani kwamba kama kuna chochote kimetokea kibaya au kama kuna mtu kubebwa, wale hawezi kukubeba kwa sababu hawakujui na hawajui uongozi wako. Tofauti na Mwanchui saizi, kuna maamuzi mengine atashindwa kufanya, kuna mengine atafanya, Yanga ataona kama ameonewa, kuna mengine hatafanya, Simba ataona ameonewa. Na haya ndo maoni ya wadau wa Simba na Yanga wakielezea kuhusu ni refa gani wangependa achezeshe mechi ya dabi siku ya tarehe 1 Machi 2026. Nikiripoti kutoka hapa Posta, Janita Kaaya, UoI. Asante sana wanamichezo wetu kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji, kabla ya kufika tamati, tujifunze kidogo lugha adhimu ya Kiswahili kwa msamiati murua kutoka kwa Fariji Kasanga. Uhari gani mtazamaji wa kipengele pendwa cha msamiati wa leo, na leo tumekuandalia msamiati wa neno batara. Unaelewa nini ukisikia msamiati huu? Twende tukatizame baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa, wao wanaelewa nini wakisikia msamiati wa neno batara. Neno batara ni neno ambalo au tuseme ni namna ambavyo mtu anavyojivuna na kipato chake. Hiyo ndio maana neno batara ni jinsi ambavyo mtu anavyojivuna. Batara kwa ninavyoelewa mimi ni hali ya majivuno alionayo mtu. Hali ya majivuno. Unaweza kutungia sentensi kupitia msamiati huu? Naweza. Kijijini kwetu ni mimi peke yangu ambaye nimesoma hadi kufika chuo kikuu. Wengine wameishia diploma, wengine wameishia O-level. Yes, of course. Kwa hapo umeonyesha hali ya ubatara. Shukrani sana. Mtazamaji, tumetoka kuwatizama baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wakijaribu kuelezea maana halisi ya msamiati wa neno batara. Na maana ya msamiati wa neno batara ni mtu mwenye majivuno. Asante sana Fariji Kasanga kutufundisha lugha ya Kiswahili. Na hiyo ndiyo maana halisi ya msamiati batara. Nami nakuacha na sentensi isemayo Fatuma hujibatara sana darasani kwao. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nikushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Nikutakie weekend njema. Jina langu ni Zaituni Mustafa. Asante na kwaheri. Thank you.